Karibu usikilize dondoo maalum ya ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiiangazia sura ya kwanza, uelewa wa jumla juu ya imani, umoja na mafungano ya imani na wito wa kuirithisha kwa wengine. Kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, imani ni moja kwa nafasi ya kwanza. Kwa vile Mungu ni mmoja ambaye anajulikana kwa kuungamwa. Imani ni moja kwa sababu inaelekezwa kwa Bwana mmoja katika maisha ya Kristo kwa historia kamili anayoshiriki pamoja nasi. Hatimaye, imani ni moja kwa vile inaungamwa na kanisa zima ambalo ni mwili mmoja na roho mmoja. Kwa vile imani ni moja, sharti iungamwe katika uhalisia na ufungamanifu wake. Yaani, hakuna kipengele cha imani ambacho chastahili kupuuzwa, kwani ni sawa na kupuuza imani kamili. Kwa ajili ya kulinda umoja wa imani na uenezaji wake ulio kamili, Bwana alilipatia kanisa lake zawadi ya uhalifu wa mitume. Kwa kutambua upendo wa Mungu unaodhihirika kupitia kazi ya uumbaji, imani inamsaidia mwanadamu kuheshimu uumbaji zaidi na zaidi. Kuhusu ukweli huu, Baba Mtakatifu Francisco katika hati yake kuhusu uumbaji alisema, ulimwengu wote unanena juu ya upendo wa Mungu, upendo wake usio na mipaka kwetu. Tena, imani inamsaidia mwanadamu kubuni mbinu mbalimbali za maendeleo ambazo hazijajikita tu katika utumiaji wa fedha, lakini katika kutazama uumbaji kama zawadi ambayo kila mmoja wetu ana deni la kuitunza. Inatuwezesha kutengeneza mifumo mizuri ya utawala katika kutambua kuwa madaraka yanatoka kwa Mungu na ni kwa ajili ya faida ya wote. Hivyo, kwa imani, mwanadamu anarejeshwa katika wajibu wake wa kuufanya ulimwengu mahali pazuri pa kuishi na kujenga ufalme wa Mungu tangu hapo duniani. Kwa kusoma alama za nyakati na kwa kuutazama ulimwengu wetu wa leo, ambamo mwanadamu anaelekea kujiaminisha kuwa anaweza kufanya mambo yote kwa kutegemea uwezo wake tu na kudhani kuwa imani inakinzana na fikra, ni vyema kuweka mkazo wa pekee katika kuonesha uhusiano uliopo kati ya imani na fikira. Wakati imani ni hali ya kuamini au kuwa na hakika juu ya kitu bila kuwa na uthibitisho wa moja kwa moja, fikira ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo wa kiutekelezaji ndani ya mtu. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anafanya majumuisho ya uhusiano kati ya imani na fikira kwa maneno haya: uwezo wa mwanadamu wa kufikiri haubatilishwi au kupungua thamani katika kukubali kweli za imani ambazo kwa namna yoyote ile zinafikiwa kwa uchaguzi uliojaa uhuru na uelewa. Hivyo, imani ambayo mmoja anaiishi kwa uaminifu haikinzani na sayansi, bali inashirikiana nayo. Imani hutoa kigezo msingi katika kustawisha maslahi ya watu wote na kuiomba sayansi kubandukana na zile jitihada ambazo ni kinyume na mpango asili wa Mungu na ambazo huleta athari hasi kwa uumbaji. Katika muktadha huu, tafiti ambazo huleta athari chanya, kwa mfano kwa ajili ya kulinda na kutetea maisha, na zile zinalenga kuondoa magonjwa, yafaa kuungwa mkono. Imani Katoliki tunaiishi kwa pamoja, na katika ushirikiano huo, imani ya kila mmoja huweza kukua na kustawi. Safari yetu ya imani inaanza rasmi katika ubatizo, sakramenti ambayo kwayo tunampokea Roho Mtakatifu anayetufanya watoto wa Mungu katika Kristo, na hivyo kuingizwa katika jumuiya ya waamini, yaani kanisa. Kutokana na ubatizo, mtu anaitwa katika maisha mapya na kufanya ungamo hili na imani yake pamoja na ndugu zake. Hakika
Ni kwa njia ya kanisa ndipo imani ya mtu binafsi hukua na kukomaa. Familia inatarajiwa kuwa ni shule ya kwanza ambamo mtoto anafundishwa juu ya imani. Simameni imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC.